Yes, tukiachana na sakata la siasa ambalo linazidi kushika kasi katika nchi ya Tanzania, tunarudi kwenye sakata zima la dabi ya Kariakoo. Ni sakata ambalo linazidi kushika kasi kwenye vichwa vya watu, lakini pia linazidi kukimbiza kwenye headlines mbalimbali mtandaoni, na kumekuwa na kutupiana kwa maneno mbalimbali ikiwa ni baina ya wasemaji na maafisa habari wa timu zote mbili, nikiongelea Young African pamoja na Simba Sports Club. Lakini jambo kubwa ambalo limepelekea mgogoro wote huu ni tarehe 8 March mwaka 2025, ikiwa ni mchezo nambari 84 Young African dhidi ya Simba Sports Club, ambapo walipangiwa kucheza mchezo huo Machi 8, 2025. Lakini kwa madai ya Simba Sports Club kuzuiwa kufanya mazoezi na timu mwenyeji ambaye ni Young African, waliamua kuondosha timu yao uwanjani na kuandika barua ikidai ya kwamba hawataweza kuhudhuria tena katika mchezo huo mpaka pale ambapo watashughulikiwa wale ambao walifanya hivyo. Lakini baada ya hapo, siku hiyo hiyo ya tarehe 8, Young African walijitokeza uwanjani na kufanya mazoezi, ikiwa ni pamoja na warm up kuwasubiri Simba Sports Club, ambapo mwisho wa siku Simba hawakutokea. Na baada ya hapo Young African waliandika barua kwa bodi ya ligi ya Tanzania na kuambia ya kwamba tumetimiza kila lilo la kwetu, lakini Simba hawakutokea uwanjani, kwa hiyo hawana la kulaumiwa na hawapo tayari kwa mchezo wowote nambari 184 ambapo utapangwa kwa tarehe nyingine. Na mpaka leo ninapoongea hapa, leo ni tarehe 7 June 2025 na mchezo umepangwa kufanyika siku ya tarehe 15 June 2025, lakini mpaka sasa Young African wamesimamia msimamo wao kwamba hatuchezi ngo. Na katika kupita kwenye mitandao ya kijamii nimekutana na baadhi ya comments za wadau mbalimbali wa soka. Baadhi ya comments mitandaoni zimekuwa zikihoji na kuuliza kuhusiana na swala zima na sakata la bodi ya ligi kurudisha mchezo nambari 184 kuchezwa tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2024. Na hapa kuna comment ya mdau inauliza ya kwamba swali langu, tarehe 8 ya mwezi wa 3 nilienda uwanjani na nikaingia uwanjani na kadi kwa kuskani. Je, TFF wanaposema kuwa twende na kadi zetu ambazo tulitumia tarehe 8 mwezi wa 3, itawezekana kuskani mara mbili kadi iliyotumika tayari, au tena wanataka kuleta mgogoro mwingine? Kwa nini hawatuthamini sisi mashabiki? Wanataka tukajazane taifa au kuswala husika halina utatuzi maalum? Naomba nisaidie kuipazia hii sauti tupate majibu, huenda tupo wengi sana. Wengi wanaonyesha kutokuwa na imani na mchezo huo, wakiamini ya kwamba Young African, kulingana na kauli yao ya mpaka sasa kwamba hatuleti timu, wanaofia kupata hasara mbalimbali. Na mpaka sasa hivi hakuna barua yoyote rasmi iliyoandikwa uwanjani. Naweza nikasoma hapa, ilikuwa ni mahojiano kati ya meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Anasema kwamba wakati zikiwa zimebakia siku 9 mchezo wa dabi ya Kariakoo kupigwa, mpaka sasa kupitia kwa kaimu meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa ndugu Rashidi Mijuza, amethibitisha kuwa hawajapokea barua rasmi kutoka timu yoyote kuomba kutumia uwanja huo, ikiwemo mwenyeji wa mchezo Young African hawajatuma maombi yoyote. Lakini pia tukirudi kwa msemaji wa Simba Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo, katika pita zangu mitandaoni, yeye anapingana na Young African swala zima la kusema kwamba mpaka mambo yao yatekelezwe na bodi ya ligi, ikiwemo kuvunjwa kwa bodi ya ligi, lakini pia kutolewa kwa adhabu ya mchezo huo nambari 184 kwa Simba Sports Club ambao hakufanikiwa kuhudhuria mchezo huo uliopangwa kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 3. Ahmed Ali anasema yani bodi ya ligi inaosimamia timu 32 za madaraja tofauti ivunjwe kisa timu moja tu, yani timu 31 ziathirike kwa sababu ya timu moja. Yani bodi ya ligi ione timu moja kati ya timu 32 inazozisimamia. Acheni utoto na acheni kujiona nyie ni bora kuliko wengine.
Mmeamua kucheza mpira, hamna budi kuheshimu mamlaka na kanuni zake. Tufahamu mnatumia nguvu ya viongozi kutoka kada mbalimbali, lakini kwenye hili nguvu ya mpira itashinda. Juni 15 ni mapinduzi ya mpira wa Tanzania. Hivyo siku mtajua umuhimu wa kuheshimu mamlaka za soka, na hiyo siku ndo tunaenda kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Hayo ni maandiko ya Ahmed Ally, lakini pia akuishia hapo. Anakuja kusema kwamba nyuma mwiko wanatafuta mtu asiyekuwa na haya watangazie kuwa wanacheza. Wote wanashindwa kujitokeza hadharani kwa mbwembwe walizozifanya kuwa hawachezi. Wanajiuliza wanaanzaje na wataonekanaje. Walichoamua ni kuanza mazoezi kisirisiri. Ahmed Ally akiwa anamaanisha ya kwamba Young African wapo tayari kukipiga na Simba Sports Club, lakini kwa mbwembwe walizozifanya za kusema kwamba hatuchezi ndo zinawafanya washindwe kutoka hadharani na kutangaza kwamba wataleta timu uwanjani. Lakini pia kwa wakati huo tukiangalia Tanzania ni nchi ambayo imepangiwa kuendesha mashindano ya CHAN kwa mwaka huu 2025, lakini pia kwa mwaka 2027 Tanzania imepangiwa kama nchi kiongozi ambayo itaongoza mashindano ya AFCON, mashindano ya timu za Afrika, timu za taifa za Afrika. Lakini mpaka sasa wadau mbalimbali wa soka wanasema ya kwamba sakata hili la dabi linaelekea kuchafua taswira ya mpira wa Tanzania, kwa kuwa mamlaka za mpira za Afrika ikiwemo CAF ziliamini Tanzania kuwa imekomaa kimpira na ikaamua kuleta mashindano haya makubwa kwa Tanzania. Je, wewe kama mdau una maoni gani juu ya hili, kwamba sakata hili la dabi ni kweli linaelekea kuchafua taswira ya mpira wa Tanzania? Dondosha komenti yako hapo na utakuwa umefanya jambo zuri na la kipekee sana. Tuendelea kuletea updates za kibabe kupitia Mbugi TV, lakini pia kujua nini kinaendelea kuelekea tarehe 15 ya mwezi wa 6. Dabi ya Kariakoo ipo au haipo? Nini maoni yako?